Kwa hiyo moja ya lengo la mafunzo haya ni kujua kuna vihatarishi gani ambavyo vinaweza vikatokana na sisi kuishi na mifugo, vinaweza vikatokana na sisi kushiriki katika mnyororo wa thamani wa maziwa. Kuna vihatarishi vya kibiolojia wanaita biological hazards, ambayo hususan ni vimelea. Tuna vimelea vingi sana ambavyo tunaweza tukavipata kutokana na maziwa. Kuna vimelea kwa mfano vya kifua kikuu TB, kuna vimelea vya magonjwa kama ya kutupa mimba, kuna vimelea vya homa ya bonde la ufa na vimelea vingi tutaviona jinsi mafunzo yatakavyokuwa yanaendelea. Kuna uchafuzi wa maziwa ambayo wanaita ni physical hazards. Kuna wafugaji na watu wengine anaweza aidha kwa bahati mbaya au kwa makusudi akaongeza au samadi la ng'ombe likaingia kwenye maziwa, manyoya ya ng'ombe yakaingia kwenye maziwa, udongo ukaingia kwenye maziwa, plastiki mbovu zikaingia kwenye maziwa, pamoja na uchafuzi wa aina mbalimbali, ambao sasa vyote hivi vihatarishi vya kibiolojia, vihatarishi vya kikemikali na vihatarishi vya physical hazards, vyote vinaweza vikawa ni chanzo cha kuleta changamoto kwa afya ya binadamu, lakini kwa afya ya mazingira. Kwa hiyo tunaambiwa sasa, moja ya lengo la mafunzo haya ni kujengeana uwezo katika kupata mwafaka. Fanya mafunzo haya kwa sababu tasnia ya maziwa inaendelea kupiga mark time, iko pale pale, haisogei mbele. Ukikutana na wafugaji wanalalamika ng'ombe wetu hawana maziwa. Ukikutana na wakusanyaji, bwana mwakilishi wa asasi anasema wafugaji wameleta maziwa yana maji, wafugaji wameleta maziwa yana dawa za mifugo, wafugaji wametorosha maziwa leo hawakuleta. Wafugaji wakati mwingine unasikia hatuna soko la maziwa yetu na mwaga watu wa Busokelo na mengine mengi. Changamoto ukianza kuziainisha katika tasnia ya maziwa ziko nyingi, hatujaweza kuzimaliza. Kwa nini haziishi? Lazima tutafute dawa ya changamoto tulizo nazo. Ikiwa ni ufugaji, changamoto za ufugaji tunazitambua: kosa chakula cha kutosha, ng'ombe walio dhaifu, mbegu ambayo bado si nzuri, hali ya hewa, mazingira. Anza kubadilika wewe mwenyewe mmoja binafsi, uwe na mabadiliko ya kifikira. Yale unapofundishwa ukamate jambo moja, uende hata kama huwezi kubadilisha na kuchatua changamoto zako 2-3, nenda katatue changamoto moja, badilisha jambo moja. Wakati mwingine badilisha changamoto ya pili iwe fursa, na wakati mwingine badilisha jambo lingine. Mwisho wa siku, miaka 3, 4, 5, utakuta uko mahali ambapo uzungumzi tena habari ya changamoto, unazungumza habari ya kusonga mbele, habari ya kupanuka kibiashara, habari ya kukua katika kazi unayoifanya. Niwaombe sisi tukishapata haya mafunzo, basi kwa uchache wetu huu tukawe walimu kwa wafugaji wengine. Sawa jamani? Kwa maana wafugaji na aidha ni wataalamu, lakini wenzetu. Kwa maana hicho tulichokipata hapa sasa tuhakikishe na sisi tunaenda kusambaza kwa wenzetu. Sasa barua katibu tawala aliandika kuja kwenu kwa mmeruhusiwa kwa siku zote 4 za mafunzo. Kwa hiyo niwaombe sana tushiriki kikamilifu kama wakufunzi wetu walivyotoka kusema hapa. Tushiriki kikamilifu. Mafunzo haya ni muhimu kwetu. Kama yenyewe anavyosema, ni zana ya afya moja, na yote ni katika kuhakikisha tunakabiliana na magonjwa yanayosambaa kutoka kwa wanyama, kwa maana mifugo, kwenda kwa binadamu. Kwa hiyo mafunzo ni mazuri kweli. Kwa hiyo niombe tushiriki kikamilifu. Ambao tunanunua haya maziwa mengi, tulikuwa tunapokea maziwa hayana ubora, yani ubora wake uko chini sana. Sasa ni hasara kwa mimi ambaye nanunua hayo maziwa, lakini kupitia hili ninategemea kwamba watu wataenda kujifunza na watapata hii elimu bora kabisa kwamba namna gani tunaweza kuyafanya maziwa yetu yakawa ni mazuri yenye kuvutia katika biashara. Hivyo ile changamoto ya sisi kupata
maziwa ambayo hayana viwango, nahisi itaenda kuisha. Hata kama itaisha taratibu taratibu, lakini itaenda kuzima kabisa. Inaonekana kuna ukosefu wa elimu kwa hawa wanaofuga, yani wafugaji, kwamba labda hawaelewi wakati gani labda ng'ombe anakuwa ana shida, ana hili. So hiyo ilipelekea sisi, yani tulipata changamoto kubwa sana. Kwa nini tunapokea maziwa ambayo yanakata? Lakini kupitia hii semina nahisi itaenda kubadilisha mfumo mzima, hasa katika ukataji wa maziwa na kupata maziwa ambayo ni bora zaidi. Mafunzo haya nimeona na muhimu sana kwangu, kulingana na kwamba mimi nilikuwa nafuga kwa mazoea. Kwa elimu ambayo napata hapa, kwanza inanipa namna ya kukabiliana na magonjwa ya mifugo na namna ya kuboresha maziwa na jinsi ya kutibu ng'ombe kama ana shida, kutafuta wataalamu ili wajue namna kutatua matatizo ya mifugo yangu. Alafu kingine, namna ya kutunza mazingira, naona itanisaidia sana.